Salama tu mama. Samahani, na mtu mwalimu Isa? Ndio yupo. Tazana hapo. Mchukue kitu mama ndani. Umsubiri hapa hapa nakuja mbele. Mwana hapo kaa mwalimu darasa anakuja. Mama Zaina, karibu sana. Mama Zaina, mwanao ana changamoto. Changamoto? Changamoto gani? Mwanao Zaina tabia na wazazi wake hapa shuleni hazipendezi hata kidogo. Kumbe hazipendezi? Azipake rangi. Ndio jambo la kuniita mimi hapa? Kama hamtaki mwanangu hapa shuleni kwani simseme tu? Mama Zainabu, ungekaa unisikiliza hata kidogo. Haifai kufarakana mbele ya mwanao Zainabu. Hata akijua kwani kuna ubaya gani? Kutwa nzima kumtafutia mwanangu sababu. Au mnamtongoza na wakataa? Mama, nimekuzaa mimi wewe. Kama kuniita kwa upuzi hapa shuleni na mambo mengi ya kufanya, hebu niache huko. Zainabu, kama huyu ndo mama yako, kuna safari ndefu sana ya maisha. Nenda darasani. Zainabu, kitu alichokuwa amekalia mama yako nani akirudisha ofisini? Au ndo yale tulikuwa tunazungumza? Kama taifa la kesho ndo hili. Kazi tunayo. Barua ya kazi. Cha kwanza unakuwa na maana nani? Ya mwandishi. Cha pili unakuwa nini? Na tarehe. Tarehe. Lazima kuwe na tarehe kwamba hiyo barua inaandikwa lini. Si ndio? Baada ya kuweka tarehe, nilichofuata unaandika nini? Unaandika kichwa. Kichwa cha nini? Kichwa cha barua husika. Kichwa cha nini? Kichwa cha barua. Kwamba wewe lengo lako ni nini? Kama ni kuomba kazi au kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi mimi na nyinyi kujua kuhusu uandishi wa nini ule kazi, kwa sababu inaleta kitu fulani katika jamii kupitia hicho kitu ambacho kilikuwa kinani. Unaona mwalimu pale mbele? Shikilie mwalimu, mimi nimekuja na mama, sijapenda kuchelewa kwenye kipindi. Zainabu nini mwalimu anapoa bana? Usikae kwenye darasa langu kuanzia leo, sababu siwezi kuwa na binti mwenye kiburi cha pepo nami nikatulia. Mimi sio mjinga. Baba, nitaji kumuona Zainabu vipindi vyangu vyote kuanzia leo. Hata wewe mitihani yako haitasaishwa na mimi. Tafuta mwalimu. Nikikukuta huko halali yako. Umeona mwenzenu? Ndio. Tabia nzuri unafanya? Hapana. Kitu kama ndio lazima mseme kama zinaelewana? Ndio. Oya, kuwa serious, hebu ongeza buku. Kaka na hii. Sikiza kaka. Unijui sikujui. Yaani nikufikisha hadi huku ndo anze kujitetea. Ongeza buku nitakuzingua. Kaka nimetoka hospitalini hapa. Hela niliyobaki nayo ni shilingi 1000. Kama vipi nitakumalizia basi. Oya bro. Usiniletee habari yako ya kimama mama. Mimi nataka hela yangu. Nitakuzingua, umesikia? Nataka hela yangu. Shida nini nyie vijana? Mbona mzozo sana hapa? Baba, yani iko hivi. Mimi nimetoka hospitali. Hela niliyobaki nayo ni shilingi 1000. Sasa nimemwomba ndugu yangu hapa anilete, lakini anadai kwamba hela ndogo. Dingi, sikiliza. Huyu jamaa nimembeba kutoka kijiweni kule. Nimekuja kumshusha hapa ndo anaanza kujitetea hapa. Basi kijana wewe ndio tatizo. Ulitakia mambo ya nauli ongee mapema kule. Angalia sasa mpaka amekufikisha ndio ongee wakati umeshafika. Ndio tatizo lilo. Hivi wewe kijana anakudai shilingi ngapi? Buku.
Oe, kwa makini, siku nyingine ndio kuzingua. Nashukuru sana mzee wangu kwa msaada uliotoa hapa. Isingekuwa wewe ningefikia pabaya sana. Da. Asante pia. Unajua binadamu kukutana ile milima ikutana. Hata siku nyingine tutaonana. Kwa majina mimi naitwa Jason Mkanda. Mwenzangu naitwa nani? Naitwa Victor Anton. Asante sana basi. Asante. Zainab, unajua mimi nimekuelewa sana. Sijui hata umenipa nini. Jamani, sio kweli unanidanganya. Sikudanganyi na wala sikutanii. Yaani sielewi kabisa yani. Sijaipenda hivi. Jamani, nashukuru kwa kunipenda. Zainab, mimi nataka tuoane. Nimechoka sana maisha haya ya kujibana mimi. Mimi nakuonea huruma, mimi ni mwanafunzi, utafungwa. Hawezi kunifunga, mamako ananipenda sana. Jamani, basi sawa, nimekuelewa. Vipi usikii joto? Twende tukaoge. Mimi nitachelewa kwenda nyumbani. Baby, twende tukaoge bwana. Basi sawa. Hello, njoo hapa. Fanya nini hapa nje? Unajua kabisa ni muda wa kukaa darasani, si ndio? Kimbia darasani chap chap. Halo. Hello. Njoo hapa. Muda wa kufika sasa hivi shuleni? Hapana. Kwa hiyo umeamua kufika muda huu wakati unajua kabisa ni muda wa kukaa darasani. Kuona tuchukulie sisi walimu. Sikia mwalimu, kwani mgomba? Mimi na kibali cha kuchora natokea mbali. Kifaulu we binti kwa hicho kiburi. Utajua kweli elimu ina bahati. Binti mzuri lakini kiburi ni balaa. Good morning. How are you? We are fine. How about you, sir? I'm fine. Take a seat. Thank you, sir. Okay. Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu maana ya biology. Sawa? Sasa nataka mnikumbushe. Nani anataka kunikumbusha maana ya biology? Shaira. Okay, good. Passion. Makofi matatu. Kwa kazi uliyofanya unaweza kupata hii, itakusaidia kuimarisha afya ya meno. Okay, mwingine.
Oh, okay. Very good. Good for try. Good for try. Okay. Mpashie kwa kujaribu, mpashie kwa kujaribu. Mpashie kwa vimoja. Okay. Kwa hiyo kumbe tunakumbuka vizuri. Sasa biology kwa kuhitimisha. Biology is a study of life. Maana yake ni kwamba ni elimu ya nini? Ya maisha. Sema elimu ya maisha. Elimu ya maisha. Sasa leo tunajifunza kuhusu matawi ya biology. Sema matawi. Matawi. Yaani biology ni kama mti, alafu matawi yake ni kama ndio yale matawi yake. Sawa? Ndio. Okay, kwa tunaandika hapo branches of biology. Najua hiki kitu sio mara kwanza kusikia. Sio mara kwanza kusikia. Wengine hapa nimepita tuisheni huko kupita wapi. Nani nataka niambia branches of biology? Just Branches of biology. Botany and zoology. very good. Pasien. Kau macam dulu. Okay, good. Amesema kuna botany. Kula mtu anajibu tofauti nani? Hapana, sio. Sasa kwa vile mmezitaja, mimi nimefurahi. Sasa kazi ya kujua botany ni nini? Zoology ni nini? Hawaachia nyinyi. Mkafanya kimakurubu. Sawa? Ndio. Sawa? Ndio. Sasa makundi yenu yatapangwa hivi. Utahesabu 1 mpaka 3. Sawa? Ndio. Okay. Ukiona umeisha 3, mwenzi ameisha 3 unaanza 1. Sawa? Ndio. Tuanze. 1, 2, 3. Kalili na wako. Good. Walianza pamoja simame. Mwenyekiti wangu atakuwa nani hapo? Sheila, sawa. Kaeni. Namba 2 simama. Mwenyekiti wangu atakuwa nani? Daniel, sawa. Kaeni. Namba 3 simama. Mwenyekiti wangu atakuwa nani? Dawa. Sasa ili kundi mimi nitaendelea kidogo. Mwenyekiti wangu atakuwa Zainab. Sawa? Sawa? Ndio. Okay. Basi kwenye hiyo kundi mtaenda kuniambia nini maana ya botany kwenye makundi yenu. Nini maana ya botany na maana ya zoology. Sawa? Sawa? Ndio. Haya, mtaniletea pale kazi. Kila kundi na mwenyekiti wake mje. Sawa? Ndio. Usipokuja utaniuliza. Sawa? Hakikisha unaongozana na mwenyekiti wako. Sawa? Basi, njoo kinaishia. Zena, abe. Kwani wewe mwalimu ana nini? Kwa nini? Naona kama dada hapana. Dada, yule ni mwalimu Jordan, ana moyo wake wa kipekee. Haya, ngoja tumfanyie kazi yake. Jamani kundi langu, njoni. Namba 1. Kama tulivyosema kuhusu zoology. Sasa Sheila anataka kuniambia. Nini maana ya botany? Sasa kama mmejadili na huyo hajaelewa, maana yake kuna namna mmekwama. Inabidi mrudi mkadiscuss upya then mje. Msaishe. Sawa? Hatugombani. Sawa? Nyie nendeni mkajadili mwenzenu aelewa afu mfanye nini? Mrudi. Sawa? Haya. Msifanye hivyo wanangu. Elimu ni kushirikiana. Sawa? Tusamee mwalimu. Sawa. Nendeni. Kundi lingine? Mbona kama naona kundi hili ni pungufu? Mmoja wako gani? Si mwenyekiti Zainabu. Aha. Kumbe Zainabu ana shida gani? Eti ofisini ni mbali.
Haya, twende ndo vado huko kwa ni boss. Sawa? Muda unachelewa na mimi si mpenzi wangu. Kuna shida gani? Mbona mchana? Uchovu, mama nisamee sijana na kundi langu. Kanabisi tu karibu. Kwani? Zainabu msamaha lini na lini? Kila siku usonye wa lini tu. Jishikilie wewe. Chana. Zainabu. Mwisho wasilishaje? Mwalimu, kama ulivyotupa kazi ya kujadili batizo fupi. Kwa hivyo mwalimu tulivyojadili. Cheki mfukoni sina hata kabuku. Shika. Asante mwalimu. Sikilizeni, hii ni hadhara nao. Au wasilishaji wa kazi huyu. Na mwalimu mmoja mzuri sana hapa yeye. Mwalimu, tunatuwazia mema sana sisi. Ila shida iko kwetu. Haina shida. Bila niwezesha kazi. Hapa nimemalizika sasa. Naweza niwezesha. Sawa. Zainabu! Hii ndio wewe kufundisha adabu shuleni ya kuitika, mtu akikuita uitikie nini kwa baba yako? Na muda wote naangalia hakuna kitu kilichofanyika ndani humu. Wewe umekaa tu na kuangalia screen. Kwani baba ukiamua kuniacha jinsi nilivyo kuna shida gani? Mbona unifuatilia sana? Mwana haramu wewe. Wanisiona mie baba? Twende. Leo utanitambua wewe, umezoea sana wewe mtoto. Kumekucha. Nini kunipigia mwanangu jioni? Umepata wapi ujasiri wa kunisiona mimi baba? Wakati nampa akili. Wana akili wewe? Kwa akili gani ulionayo? Hata ningekuwa mimi Zainabu, ningekusanya tu. Una faida gani hapa nyumbani? Unakula kama nguruwe. Uleti kitu chochote hapa nyumbani. Acha kunipigia mwanangu mzuri siju karibu sura yake. Mimi nimlea mtoto wangu kimaadili, alafu wananiona sina maana. Baki nalia nao, mbwa nyie. Mbwa mwenyewe. Nenda kwa malaya wako. Achana na baba yako mwanangu. Sawa. Mama, lakini mimi baba simpendi. Mwanangu achana naye. Twende ndani mwanangu. Karibu baba. Asante mama. Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, karibu. Asante. Mama, kuna mzigo kidogo unaweza mkatumia hapa nyumbani. Asante baba. Ngoja nikuitie mwenzio. Sawa sawa. Zainabu. Zainabu. Njoo mwanangu. Sadak. Yaani mimi. Unanikumbatia kasi. Esi mama umechukia? Hapana mwanangu, endeleeni tu. Mama. Samani, nilikuwa namwomba mwenzangu endelee afu nitamrudisha. Usijali mwanangu, kumbuka kuwahi tu kumwaisha. Sawa, nashukuru mama. Sawa.
Zainab, kama pacha yangu vile. Jasiri sana. Siwezi kushika mlango hata mara moja. Zainab. Salama, mbona leo sijakuona shule? Kumbuka. Aha. Unatafuta bamba hapo kidogo. Unakuzaje hela wewe? Sema hivi, kesho nataka uwepo shule. Maana mimi sikuwepo darasani yani kipindi ya tena vizuri. Lazima kudanganya kweli. Kama nitakuja nitakuletea pamoja. Haya, asante. Haya, bye. Vipi? Kwa semaje? Naona amekokotesha hapo. Huyu mwalimu hata ikitokea nimeacha shule. Kabisa maana anipende mimi na jioni yangu. Unaona ndio kama nini? Unaona kama mwalimu wako anampa nafasi kubwa kuliko mimi. Achana na kusoma soma hivi. Umekucha. Leo ni siku ya shule. Unatafuta nini hapa sokoni? Ilianza lini na unaumwa nini? Wewe Baba ndio kwa mimi naumwa. hivi wewe unanichukuliaje? Unaongea kwa sauti kubwa kama kwa nini? Kwangu ni baba. Nishakwambia kuwa naumwa kama ndio basi. Wewe Zainab